Hello, karibu tena katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuletea video nyingine inayohusu namna ya kutuma maombi kwa nafasi inayoendana na taaluma yako. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kuwa kwanza endapo upload ama update video nyingine zenye maelekezo mbalimbali kuhusu ajira poto. Kama tunavyoona, hii ni akaunti ya mwombaji ambaye tayari ameshaomba nafasi 5, amepata 2 kuitwa ama kuwa shortlisted, lakini pia ameattend interview 1 na amefanya oral mara 1. Mambo muhimu ya kuzingatia kabla kutuma maombi ama ili uweze kutuma maombi ni kuweza kuijaza profile yako iweze kuwa na asilimia zaidi ya 70. Na mambo machache tu ya kuzingatia, tunaweza tukajaza taarifa kama 8 hivi kama sijakosea, ili kuweza kupata asilimia za msingi za kuweza kutuma maombi. Cha kwanza utakwenda katika personal details. Hapa ni lazima verify namba yako ya NIDA na kuweka contact details. Academic qualification ni lazima. Language, hapa hiyo ni uwezo wako wa lugha. Working experience, kama kuna taasisi unafanya kazi ama ushawahi kufanya. Utajaza na referees 3, hizo ni sehemu ambazo ni muhimu. As attachment, kama tangazo lilivyokuwa linasema kwamba cheti cha kuzaliwa kiwe na muhuri, na utakiweka hapa katika other attachments pamoja na CV au wasifu wako. Sasa twende moja kwa moja kwa kuonyesha jinsi gani ya kuweza kutuma maombi. Ili kuweza kutuma maombi, utakwenda katika hii module ya vacancy. Baada ya kubonyeza hapa, kuna sehemu ya kusearch. Unaweza kusearch nafasi ambayo unaomba. Tunaomba mwalimu wa fizikia daraja la 3. Kwa hiyo tutakwenda kubonyeza katika button ya apply. Baada ya kubonyeza, tufunguka hii page ambayo utaona more details zinazohusu mwalimu daraja 3C fizikia. Utashuka chini, utakwenda kubonyeza hapa apply now. Baada ya kujiridhisha sifa za mwombaji zinaendana na sifa zako, utabonyeza apply now. Utasubiri. Baada ya kubonyeza apply now, utakuja hapa ulipoandikwa application letter upload. Utabonyeza ili kuweza kuupload barua ya maombi ambayo ulishaiandaa. Hakikisha barua umeandika vizuri na umesaini. Baada ya hapo, utakuja kubonyeza ile barua yako, na baada ya hapo itakuwa successful uploaded kama tunavyoona. Ukifika hatua hii ndio utakuja kubonyeza submit application, na baada ya kubonyeza submit application, maombi yako yatatumwa na yatapokelewa na ajira poto. Kwa hiyo baada ya hapo utasubiria majina yatakayochaguliwa kushiriki usaili kulingana na taratibu ambazo zimewekwa, kwa sababu kuna aina 3 za usaili ambazo zipo kutegemeana na taaluma ya mwombaji. Inaweza ikawa ni oral peke yake, written na oral, ama ikawa ya vitendo, ya mazungumzo na kuandika yote kwa pamoja. Hivyo baada ya hapo ya maombi yako kukamilika, utakuja hapo kulipoandikwa my application. Bonyeza hapo, utakuja kuona application yako uliyoituma. Sasa hii ni mfano tulitoa, lakini ni kwa somo la chemistry. Kwa hiyo utakuja kuona kama hivi kwamba application received. Mpaka hapo maombi yako yatakuwa tayari yamepokelewa. Tuendelee tena kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe katika channel yetu ili kuweza kujifunza vingi vinavyohusu namna ya kutuma maombi. Lakini pia muda mzuri wa kutuma maombi, kama ulikuwa unapata server errors, ni usiku kuanzia saa 5:30 ama 6 kasoro.
Kwa hiyo ile night call watu wengi wanakuwa wameachana na mfumo wa maombi. Kwa hiyo mfumo unakuwa haujaelemewa, unaweza ukatuma maombi vizuri na kupokelewa na mfumo.